Nataka nikwambie mwanangu, ifike mahali usione Mungu ni mdogo, ukaona wachawi au mizimu au watu wabaya wanazo nguvu kuliko Mungu wako. Mungu tuliyemwamini ni Mungu mwenye nguvu kuliko chochote duniani. Chochote kinachoshindana wewe, nataka nikwambie hakitakushinda, maana Yesu alishatangulia kuweka protocol ya kwamba tu washindi zaidi ya washindi. Sema siko tayari kushindwa. Sema niko tayari kushinda. Kataa kushindwa. Mtu anayeamini juu ya mapepo, juu ya mashetani, juu ya wachawi na kupata hofu na kupata mashaka, hajui huyu Mungu ninayemhubiri. Mungu ninayemhubiri ana uwezo wote, ana nguvu zote, anazo mamlaka zote. Hakuna atakayerudisha atakachosema. Na aliyekuja kwenye ibada ya leo, hautaondoka kama ulivyokuja. Kuna neno la ahadi liko mahali hapa, kuna nguvu ya uzima iko mahali hapa, kuna nguvu ya kufufuliwa iko mahali hapa. Naongea na watu watatu ambao wamekuja kuchukua chao. Mwambie mwenzako leo ni siku ya kuchukua chako. Sema basi amina kama unabarikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni muhimu kujua aliye upande wetu ambaye ni Mungu ni mkuu kuliko adui aina yoyote. Ni mkuu kuliko aliye upande wa adui wako. Nataka niwatangazie waliokupiga na laana, wanaofanya vikao wakisema tutaona mwisho wao, tutaona kama watafanikiwa, tutaona kama watashinda. Habari njema niliyo naye, Mungu tuliye naye aliye upande wetu ana nguvu kuliko wachawi, ana nguvu kuliko maajenti, ana nguvu kuliko mizimu, ana nguvu kuliko hao waliokuzunguka wakachimba kaburi lako. Leo nafukia kaburi, mmoja anyanyuka aseme hakuna kufa, kuna kuishi. Aliye upande wa Mungu ana nguvu kuliko chochote. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nikutangazie, aliye upande wa Mungu hajawahi kushindwa wala kufeli. Mungu wetu ana nguvu juu ya kila kitu. Uliye naye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, hata vichawi, hata mapepo, hata vinyamkera, hata subiani. Tuliye naye yuko juu ya kila kitu. Napenda nitangaze mwana wa Mungu, ringa, maana tuliye naye ana nguvu kuliko chochote. Sijui kama napata mashujaa watatu wa imani wanaosema kiwango cha imani kinapanda, na leo sitaondoka kama nilivyokuja. Tuliye naye ana nguvu zote. Hebu sema niliye naye ana nguvu zote. Aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye upande wa maadui. Sema fire. Sema fire. Ninaona vikao vilivyokukalia vinakwenda kusambaratika. Ninaona mazingira yaliyokuzomea yanakwenda kusambaratika. Ninaona magonjwa aliyokutangazia utakufa nayo yanakwenda kusambaratika. Shujaa anakwenda kuinuka kupita mtaani akitangaza kwamba Mungu Alfa na Omega ameniponya, Mungu Alfa na Omega ameniweka viwango vya juu, Mungu Alfa na Omega amepigana vita vyangu. Wako wapi watatu wanaosema Mungu ambaye ni mwanzilishi na Mungu mkamilishaji wa imani yuko mahali hapa na atadondoa? Nataka nitangaze aliye upande wetu ni mkuu. Je, Mungu akiwa upande wetu, nani atakayepingana na sisi? Hata wapigane na wewe, usiogope vita. Vita ni jambo la kawaida, kupita ni jambo la kawaida. Lazima mwana wa Mungu ajaribiwe, lazima mwana wa Mungu apite. Lakini ukishamwamini huyu, wana uhakika watapigana na wewe, watamaliza silaha zao, watatuma makombora, makombora yatawarudia wao. Tumoja aseme leo silaha zao zinaangamia. Sema aliye upande wangu ni mkuu kuliko aliye upande wa adui zangu. Unajua kitakachotokea leo? Wewe uko kwenye kambi ya Mungu, adui zako wako kwenye kambi ya kuzimu. Kambi ya kuzimu inawaka moto leo, kambi ya wachawi inawaka moto leo. Msiba waliokuandalia, huo msiba unawaka moto. Vitambaa vyao vinawaka moto, makaburi yao yanawaka moto. Sema fire. Sema fire. Mwambie mwenzako aliye upande wako ni mkuu. Mguse kwenye bega, mwambie unaamini. Mwambie uko na imani. Mwambie uko na imani. Hebu tamka mwenye senta kusema sitakufa, sitakufa. Sema sitakufa nitaishi. Sema sitakufa nitaishi. Sitakufa maskini nitabarikiwa. Sema sitakuwa na
haya maisha nitainuka. Sema adui zangu mnakufa, 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 mnakufa. Unaamini wanakufa? Una imani wanakufa? Guse mwenzako, mwambie aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye upande wa adui. Kitabu cha Warumi 8:31 anasema basi tuseme nini? Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hayupo. Hayupo. Angalia mwenzako kwenye sura, mwambie hayupo. Angalia sura ya mwenzako, mwambie wewe hayupo na hata kuwepo. Wote wanaokohoa juu yako waambie mnakohoa tu kwa sasa, lakini nimefika kwenye madhabahu, wacha nimguse Baba wa mbingu na nchi, alafu akohoe juu ya adui zako. Ninaona TV za kuzimu zinakufa, ninaona waliosema tunahesabu saafe fulani, naona wakisambaratika. Sema moja baada ya nyingine watasambaratika. Watakujia kwa njia moja, watatawanyika kwa njia. Utawatafuta wala hutawaona. Utatafuta waliocheka familia ya mama yako wala hutawaona. Utatafuta waliokucheka wala hutamuona hata moja. Ninatabiri kinabii kwenye madhabahu, wote waliopanga mabaya juu yako wanakwenda kuaibika. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Elekeza mikono ulikotoka, sema fire, sema fire. Sema mnaosubiri mabaya juu yangu mtakesha sana sana. Amsema anayepigana na mimi anapigana na chuma. Wako wapi watatu wanaosema aiki ya Mungu siondoki hapa kama nilivyokuja? Nataka nisikie vilio vya waliotangaza kifo chako wakianza kuugua na wao wakipelekwa hospitalini. Nataka nisikie vilio vya waliokutangazia utakuwa mdaiwa, utafanikiwa, nao wakianza kudondoka na Mungu akunyanyua kuweke vyombo vya juu. Sawa, wanabebwa, wanakuuliza mama babangu niambie bana, siri ya urembo ni nini? Utawaambia madhabahu, nina mganga wangu, nina mganga wangu, mganga wangu ni Yesu. Ninatamka kuna mashujaa watatu wanaenda viwango. Sema fire, sema fire. Mlango mwingine ambaye pepo wanaweza kumpata mtu, namba moja, kushiriki ibada za mashetani au matambiko ya mizimu. Kushiriki ibada zozote zinazomtukuza shetani ni hatari, pia ni mlango wa pepo kuingia kwako. Ibada hizi ni pamoja na kukumbuka na kukiri na kuomba wafu na kutoa kafara, kuwaomba marehemu, kuitikia nyimbo za majini, kula vyakula vilivyotolewa sadaka au kusikiliza nyimbo za kidunia. Paulo alilionya kanisa kwamba lisihusika na haya mambo. Kuota ndoto za watu waliokufa, haya yote ni malango ya mapepo kumiliki maisha ya mtu. Kushiriki ibada za matambiko, kushiriki ibada za watu waliokufa. Nilisikiaga kuna mahali pengine wanakwenda kumwombea marehemu. Ndugu mwanangu, nikwambie, marehemu akishakufa amekufa, hatuna uhusiano naye tena. Kama unaota ndoto za watu waliokufa, nataka nikutenge, kwa sababu ukiendelea kuota ni ibada hii ambayo imefanyika katika ulimwengu wa roho, na zile mizimu zitarudi, zinakuja kuua tena familia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, maana mtu akishakufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Maana hatuna usawa na mtu aliyekufa. Kitabu cha Mathayo inasema, Yesu akasema, Mungu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Nataka niwatenganishe wanangu, wala ambao wanaotaka ndoto za misiba, leo nawatenganisha, wataoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Hatuna usawa na watu waliokufa. Daudi akasema waliokufa watamsifu Bwana, hawatamuomba Bwana. Wameshamaliza kazi na ukurasa umefungwa. Lakini nataka nikwambie mwanangu, hautakufa mpaka umeweka historia duniani. Hautakufa mpaka umetimiza kusudi la Bwana. Hautakufa mpaka umelea watoto wako, mpaka umejenga nyumba yako, mpaka umemhubiri Kristo, mpaka umefanya vitu vya studio. Hautakufa mpaka waliodharau wazazi wako watajua Ebeneza yuko kwenye familia, watajua Shamu yuko kwenye familia, watajua Baraka yuko kwenye familia, watajua Raheli yuko kwenye familia, watajua kale kadada tuliyemdharau ndiye anayebeba wazazi wake kwa sasa. Yule kijana tuliyemdharau ndiye anayebeba wazazi wake kwa sasa. Wako wapi mashujaa watatu wanaosema